Malkia mmoja. Maamuzi moja. Taifa jizima linategemea. Esta alikuwa akikabiliwa na uchaguzi ambao unaweza kuwa mkubwa zaidi katika historia ya Wayahudi. Kujificha na kuishi kwa usalama au kutambulika na kuhatarisha kila kitu. Wakati Mordekai alipoketi langoni akiomboleza kwa gunia na majivu, hakujua kuwa Mungu alikuwa akimwandaa Esta kwa wakati kama huu. Katika mlolongo wetu wa Genesis hadi Ufunuo, tumeona namna Mungu anavyopanga matukio yote kuelekea lengo lake. Leo tunasoma Esta 4:1-17, mahali Mungu anapoweka mwanamke mmoja katika nafasi ya kuokoa taifa lake. Hii ni hadithi ya ujasiri, imani na mpango wa Mungu unaofichika. Ni hadithi ambayo inatuonyesha kuwa hakuna bahati nasibu katika ufalme wa Mungu, kuna tu uwazi wa mpango wake mkuu. Esta alijua kuwa kuingia kwa mfalme bila kuitwa kunamaanisha kifo. Lakini Mordekai alimwambia maneno ambayo yatabadilisha historia. Labda umeletwa katika ufalme kwa wakati kama huu. Hebu tuingie katika kipindi hiki muhimu ambacho kinatuonyesha namna Mungu anavyotumia hata mazingira magumu zaidi kutekeleza malengo yake. Tusome pamoja Esta 4:1-17. Mordekai alipojua yale yote yaliyofanywa, Mordekai akararua nguo zake, akavaa nguo za gunia na kujipaka majivu, akaenda mjini akalia kwa sauti kuu na uchungu. Akafika hata langoni mwa mfalme, kwa maana hakuruhusiwa mtu yeyote aliyevaa nguo za gunia kuingia langoni mwa mfalme. Mordekai hakuwa anaomboleza tu, alikuwa akiomba kwa bidii. Majivu na gunia vilionyesha kuwa alikuwa akishiriki katika maombi ya haraka na kuomba msaada wa Mungu. Esta alipopewa habari na vijakazi wake na matowashi, akasikitika sana, akatuma nguo za kumvika Mordekai na avue nguo za gunia, lakini hakukubali. Esta alijaribu kutatua tatizo kwa njia ya kimsingi, nguo, bila kuelewa kina cha tatizo. Kisha Esta akamwita Hathaki, mmoja wa matowashi wa mfalme, akamtuma kwa Mordekai ajue ni nini na kwa nini. Hapa tunaona kuwa Esta hakujua mengine mengi kuhusu mambo ya kisiasa. Alikuwa amejitenga kutoka kwa jamii yake kiasi cha kutojua hata sheria za mfalme. Mordekai alimweleza kuhusu agizo la Hamani la kuwaangamiza Wayahudi wote, na hata kiasi cha fedha ambacho Hamani alikuwa ameahidi kulipa. Akamwomba Esta aende kwa mfalme na kuomba kwa ajili ya watu wake. Lakini Esta alijibu, kila mtu wa mfalme na watu wa majimbo ya mfalme wanajua kuwa mtu yeyote, mwanaume au mwanamke, akiingia kwa mfalme katika ukumbi wa ndani bila kuitwa, ni sheria moja tu kwake, yaani kuuawa. Hii ilikuwa ni ukweli mkubwa. Mfalme Ahashweroshi alikuwa mkali sana kuhusu utaratibu wa kifalme. Kuna mambo muhimu katika kifungu hiki ambayo mara nyingi tunayakosa. Jambo la kwanza, Mordekai alivaa nguo za gunia na majivu kabla ya kupokea jibu lolote kutoka kwa Esta. Hii inaonyesha kuwa hakuwa tu anaomboleza, alikuwa katika maombi makali ya kufunga. Alikuwa akiomba Mungu kabla hata ya kujua kama Esta atakubali kusaidia. Hii ni mfano mkuu wa kuanza kwa maombi katika magumu. Jambo la pili, Esta hakujua sheria za kifalme mpaka Hathaki amwambie. Amesema, ni siku 30 sasa tangu nilipoitwa kwa mfalme. Hii inaonyesha kuwa alikuwa amejitenga sana kutoka kwa mambo ya kisiasa na hata sheria za kifalme. Alikuwa akiishi maisha ya kifahari pasipo kuelewa mazingira yaliyomzunguka. Jambo la tatu, Mordekai hakuweza kuingia hata langoni mwa mfalme kwa sababu alikuwa amevaa gunia. Sheria za kifalme hazikuwa tu za utaratibu, zilikuwa za kikamilifu. Hata kuonyesha huzuni kwa njia ya kidini kulikuwa kikizuiliwa mahali pa kifalme. Hii inatuonyesha jinsi mfalme alivyojitenga kutoka kwa matatizo ya watu wake. Jambo la nne, Mordekai alimpa Esta nakala ya agizo la kuangamiza Wayahudi. Hii inamaanisha kuwa agizo hilo lilikuwa limeandikwa na kusambazwa kila mahali. Haikuwa tu maneno, lilikuwa agizo rasmi la serikali. Jambo la tano, Esta alisema, kama nitapotea, nitapotea. Hii si tu kukataa hofu. Ni kauli ya imani kubwa. Anakataa kutii hofu na badala yake anakubali kutii Mungu hata kwa gharama kubwa. Katika kifungu hiki tunaona mageuzi makubwa ya kiroho. Kwanza, tunaona mabadiliko kutoka kujificha hadi kutambulika. Esta alikuwa amejificha utambulisho wake wa Kiyahudi kwa miaka. Alikuwa akiishi kama Mperesia, akifurahia mazingira ya kifalme bila kujali watu wake. Lakini Mungu alileta wakati ambapo kujificha hakukuwa tena chaguo.
Ni lazima atambulishe yeye ni nani na asimame na watu wake. Huu ni mfano wetu. Wakati fulani Mungu anatuita tutoke nje na tutambulishe sisi ni nani kwa ajili yake. Pili, tunaona mabadiliko kutoka hofu hadi imani. Esta alianza kwa hofu kubwa. Kila mtu anajua kuwa mtu akiingia kwa mfalme bila kuitwa atauawa. Lakini alimaliza kwa imani, kama nitapotea, nitapotea. Aliruka kutoka kwa hofu ya kifo hadi imani ya kutii Mungu hata kama itamgharimu maisha yake. Tatu, tunaona mabadiliko kutoka uongozi wa kibinafsi hadi uongozi wa kijamii. Esta alianza akifikiri juu ya usalama wake binafsi, kwa nini nikate tamaa yangu? Lakini akamalizia akifikiri juu ya wokovu wa watu wake wote. Aligeuka kutoka kwa mtu anayejali nafsi yake tu hadi kiongozi anayetayari kuhatarisha kila kitu kwa ajili ya wengine. Haya ni mageuzi ambayo Mungu anataka kuyafanya katika maisha yetu yote. Anataka tuache kujificha na tutambulishe. Anataka tubadilishe hofu kuwa imani. Anataka tugeuke kutoka kujali nafsi zetu tu hadi kujali jamii nzima. Esta alianza kama msichana aliyeficha utambulisho wake, lakini Mungu alimfanya kiongozi aliyetayari kufa kwa ajili ya watu wake. Wanyamapori wa anga na ardhi waliangalia mazoeano haya kwa mshangao na huzuni. Waliona jinsi binadamu walivyopewa uongozi wa pekee, lakini mara nyingi hawatambui baraka zao. Waliona pia jinsi Mungu anavyoweza kutumia hata mazingira magumu zaidi kutekeleza malengo yake ya upendo. Kutoka juu ninaona mpango mkuu. Esta alipangwa kwa wakati huu tangu mwanzo. Mungu hakukosea, alijua wakati utakuja ambapo atahitaji mwanamke jasiri katika nafasi hiyo. Najua juu ya uongozi na mamlaka. Lakini ninaona kitu cha ajabu hapa. Esta alikuwa na mamlaka ya kifalme, lakini alihitaji kujifunza uongozi wa kiroho. Mamlaka pekee haitoshi, lazima iwe na moyo wa mchungaji. Ninahuzunika kuona jinsi watu wanavyotengwa na Mungu na wengineo kwa sababu ya mazingira ya kidunia. Esta alikuwa amejitenga kutoka kwa watu wake. Lakini maombi ya Mordekai yalifanya Mungu amrudishe umoja. Naona jambo jingine la kushangaza, binadamu wamepewa hiari ya kuchagua. Esta aliweza kuchagua usalama wake au wokovu wa wengine. Hakuna kiumbe kingine ambacho kimepewa uwezo kama huu. Ndiyo, lakini pia naona jinsi dhambi inavyotenganisha. Hamani alitumia chuki na kiburi kutaka kuangamiza taifa nzima. Uongozi unaoweza kuwa baraka unaweza kuwa laana pia kama hauongozwi na Mungu. Hadithi ya Esta inatupa mafundisho makubwa kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, kila mmoja wetu amepangwa na Mungu kwa wakati kama huu. Nafasi unayoishi sasa, mazingira unayopatana nayo, uongozi ulioupewa, vyote ni vipande vya mpango mkuu wa Mungu. Swali ni, je, utakubali jukumu lako? Pili, kutii Mungu mara nyingi kunahitaji kuacha urahisi na usalama. Esta asingefikiria kuingia kwa mfalme bila kuitwa, ilikuwa ni hofu kubwa. Lakini Mungu anataka tuongee naye kwanza kwa maombi, kisha tuamini uongozi wake. Tatu, maombi na kufunga ni muhimu kabla ya maamuzi makubwa. Esta hakufanya uamuzi haraka. Alisema, nendeni mkajikusanyeni Wayahudi wote, mkanifungirie siku 3, usiku na mchana. Alijua kuwa maamuzi makubwa yanahitaji msaada wa kiroho kutoka kwa Mungu na jamii ya imani. 4, wakati wa uchaguzi unakuja kwa kila mmoja wetu. Utachagua kuishi kwa urahisi au utachagua kutumikia lengo la Mungu hata kama ni vigumu? Esta alielewa kuwa maisha yake hayakuwa yake peke yake, alikuwa na jukumu kwa watu wengine. 5, Mungu anaweza kutumia hata mazingira magumu zaidi. Utumwa wa Wayahudi Babeli, mfalme mkali, waziri mwovu, vyote vya hivi Mungu aliviruhusu ili aweze kuonyesha uweza wake. Hakuna hali mbaya zaidi ya uwezo wa Mungu wa kutoa wokovu. 6, ukweli ni kwamba sisi pia tumepewa jukumu kama Esta. Tunakuishi katika wakati kama huu, wakati wa changamoto, lakini pia wakati wa nafasi za kutumikia. Mungu anakuita wewe utambulike, uache hofu na utumike lengo lake kubwa. Tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa hadithi ya Esta ambayo inatuonyesha jinsi unavyotupanga kwa wakati maalum. Kama vile ulivyomwongoza Esta akakubali jukumu lake, tuombe unitupatie ujasiri wa kukubali majukumu unayotuweka. Tusaidie tuache hofu na tuamini uongozi wako. Kama Esta alivyotoa maombi makali kabla ya maamuzi, tusaidie nasi tufunge na kuomba kabla ya hatua kubwa.
Tunakuomba utufanye viumbe ambao hawataki tu kujilinda, bali viumbe ambao wanataka kusaidia wengine. Fanya moyo wetu uwe na huruma na ujasiri kama wa Esta. Katika jina la Yesu tunasali. Amina. Mungu amekuweka mahali ulipo kwa sababu. Kumbuka maneno ya Mordekai, hii labda umeletwa katika ufalme kwa wakati kama huu. Acha hofu ikushinde na ukubali kutumikia lengo la Mungu. Tutaendelea na Genesis hadi Ufunuo episode ijayo. Mungu akubariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.